Baada ya kushuhudia michuano mikubwa ya kombe la dunia pale nchini Marekani, Canada na Mexico, sasa rasmi ulimwengu unahamia barani Afrika kwenda kushuhudia michuano ya mataifa ya Afrika kwa upande wa wanawake, kwa maana WAFCON 2026 ukiwa ni msimu wa 14 wa michuano hiyo. Mataifa 16 yatavaana kwenda kuwania kombe moja tu pale nchini Morocco, pale ambapo tulishuhudia fainali kwa upande wa wanaume mwezi Januari, na hivi sasa tunaenda kuianza rasmi michuano ya WAFCON kwa upande wa wanawake kuanzia hii leo Julai 26 mpaka Agosti 16, 2026. Ni msimu wa 14 ambapo mataifa hayo 16 yatakwenda kuvaana kuwania taji moja tu ambalo taifa la Nigeria Super Falcons, lakini pia Equatorial Guinea, Afrika Kusini, Banyana ndio wamewahi kuonja ladha ya ushindi wa michuano hii hapo mikubwa kwa upande wa wanawake. Kumbuka inafanyika kila baada ya miaka miwili, na huu ni msimu wa 14 tangu ilipoanza rasmi 1998. Azam TV kama ilivyo ada inakuletea burudani hii sebuleni kwako kupitia Azam Sport 2 HD, ambapo unatupata kwa lugha ya Kiswahili, lakini pia kwa Azam Sports 4 unaweza kuipata kwa lugha ya Kiingereza. Michuano hii hapa mikubwa ya WAFCON 2026. Mimi ni Wastara Msese, na hii leo tutakuwa na michezo miwili ya kundi A, ambapo watakaoenda kutufungulia dimba majira ya saa 2 kamili usiku ni Algeria Simba, kwa maana Mbweha wa Jangwani watakuwa kibaruani kuikabili Senegal Simba wa Teranga. Leo hawa wanakwenda kuchuana, ambapo watawania kombe hilo kwa mara ya kwanza baada ya kushindwa mara kadhaa, wakifika hatua kubwa zaidi ni robo fainali. Wote hawajawahi kuonja ladha ya ushindi wa michuano hii hapa mikubwa ya WAFCON, na safari hii wanakwenda kuianza historia nyingine. Na hapa katika meza ya uchambuzi leo tuko na Elsie Pandit kutokea hapa nchini Tanzania, ambao wameweka historia kubwa katika soka la wanawake. Yupo Salama Ngale, mwandishi wa habari na mchambuzi mahiri wa soka la wanawake hapa nchini Tanzania. Salama, habari za leo? Za leo ni nzuri. Leo ni sikukuu. Leo ni sikukuu. Leo ni sikukuu. Sikukuu ya soka. Sikukuu ya soka la wanawake. Na ulimwengu mzima unatazama. Bila shaka ulimwengu mzima unatazama, kwa sababu kuna vitu vingi vizuri ambavyo vinapatikana kwenye michuano hii ya WAFCON kwa mwaka 2026. Sawa, lakini pia tuko hapa na Musa Hassan Mgosi, nyota wa zamani wa wekundu wa Msimbazi Simba, kadhalika kocha wa kikosi cha Simba Queens, mabingwa wa ligi kuu ya wanawake Tanzania bara msimu wa mwaka 2026. Pia ana wachezaji kadhaa ambao wanaunda vikosi vya mataifa mbalimbali ikiwemo Tanzania, Twiga Stars, Kenya, pia Harambee Starlets ana wachezaji wake kule na mataifa mengine. Kocha, kwanza hongera kwa ubingwa wa ligi ya wanawake. Nashukuru sana. Karibu katika meza ya uchambuzi. Asante sana, tumeshakaribia. Nashukuru sana. Unajisikiaje unapoona wachezaji wako wapo katika jukwaa kubwa zaidi hili hapa la Afrika? Ni furaha kubwa sana, hususan kama vile ilivyo, kwa maana furaha kubwa kwanza Tanzania kuwepo katika mashindano hayo kwa sababu ndo nchi yetu ya kwanza, lakini vile vile kama mataifa mengine ambayo yapo, tuna wachezaji wetu pia ambao wapo ni Simba, ambao pia wanavyojua tunakwenda mashindano ya kimataifa, kwa maana pia experience yao ambao wataipata huko na wale walikuwa Tanzania watakuja kuirudisha Simba tu tukafanya vizuri. Usimalize uhondo kocha. Pia tuko hapa na Charles Boniface Mkwasa, kocha wa zamani wa kikosi cha Young Africans, aliwahi pia kuhudumu katika nafasi ya uongozi, na bila kusahau ndio kocha wa kwanza kuipeleka Tanzania Twiga Stars katika michuano hii hapa ya WAFCON. Kama ulikuwa haufahamu, ilikuwa ni mwaka 2010, kikosi chake kikiundwa na nyota kama kina Sofia Mwasikili. Unaweza ukajiuliza kwa nini Mkwasa leo kwenye soka la wanawake? Ana historia kubwa na Tanzania kwenye soka ile. Karibu sana kocha. Asante sana, nashukuru. Jisikie uko nyumbani. Watu wanataka kufahamu makubwa kuhusiana na WAFCON 2026. Watulie tu, wasiwe na haraka, wasiwe na munkari, watulie, waangalie burudani inavyokwenda na sisi tuhabarisha.
Sawa. Tuko vizuri kabisa. Yes. Unaweza ukaona kwa nini uchambuzi wetu leo, siku ya ufunguzi, siku ya kipekee, siku kuu ya soka la Afrika ikipambwa na A-List Partners kutokea hapa nchini Tanzania, na kama ambavyo nimekuambia, mchezo wa kwanza ambao unakwenda kutufungulia dimba leo tarehe 26 ni mchezo ambao utakaokutanisha Algeria dhidi ya taifa la Senegal. Kumbuka hawa wawili kwa upande la soka la wanaume ni majiant wa hapa Afrika, ambapo mwaka 2019 itakumbukwa Algeria kitwaa taji lake la mwisho la AFCON pale katika ardhi ya Misri, lakini 2021 2025 Senegal kadhalika wameweza kutengeneza historia kubwa ya michuano hii hapa ya Afrika, kwa maana AFCON kwa upande wa wanaume. Wanawake mambo ni kama bado. 2026 msimu wa 14 unakwendaje? Tunakwenda kutazama hapa kwa uzuri zaidi kuhusiana na michuano hii hapa mikubwa, lakini kabla hatujaenda kutazama makundi namna yalivyo, tuende tukatazame kuhusiana na mabingwa wa kihistoria wa michuano hii hapa ya AFCON tangu 1998 mpaka leo 2024, Nigeria Super Falcons, ambao hawa ni mabingwa wa kihistoria, mabingwa watetezi mwaka 2024 pale katika ardhi ya Morocco. Wameweza kuitandika Morocco kichapo cha mabao 3-0 na kutoa ubingwa wao wa 10 kama ambavyo unaona hapa. Kadhalika Equatorial Guinea mwaka 2008 na mwaka 2012 waliweza kupita kwenye utawala wa Nigeria. Vivyo hivyo Afrika Kusini wao wametoa ubingwa mara moja mwaka 2022. Historia inatueleza hivyo kuhusiana na michuano hii hapa ya Afrika kwa upande wa wanawake.